wakati kama waasisi tulikuwa tunaona kama vile tunazidiwa sana na wanawake katika vikundi vyao. Wanawake wakiwa na sherehe au harusi au jambo lolote, hata misiba, wanawake wanakuwa na vikundi kama mume na mke, na kama mwanamke kidogo ndio anahudumiwa vizuri na wanawake wenzake. Sasa tukasema jambo sio jema. Tukawa tumeenda sehemu ya sherehe ya harusi. Tukakutana na mzee mmoja ambaye alikuwa na mke wake pale. Katika kuwa na mke wake pale, hasa wanawake waliamka kwa wingi, kwenda kwa wingi kumtunza mama mwenzao pale. Sasa sisi tukaona sio jambo jema. Kama si wanaume tukajipanga nje pale, tukajadiliana watu 4 5 kwamba bwana, sisi tunachotakiwa sasa hizi tuanzishe kikundi cha wanaume Family Songwe. Ndio pale tukachukua majukumu, tukajadiliana kama watu 3 ndio 4, tukachukua majukumu ya kuanzisha hicho kikundi. Kuanzisha kikundi, kwa tumeanzisha kikundi, watu wakaitikia wito wetu, wakasema jambo jema, umeleta wakati mzuri na wakati sahihi, sasa inabidi tuungane pamoja. Kikundi hiki cha wanaume Family mkoa wa Songwe ni moja ya vikundi ambavyo kwa sasa unapozungumza vikundi mbalimbali vilivyopo kwenye mkoa wa Songwe na Tanzania kwa ujumla, hiki ndio kikundi pekee ambacho hatujawahi kuwa nacho, iwe kwenye mkoa wa Songwe wenyewe, iwe kwenye nchi ya Tanzania, na ninaamini hata Afrika nzima hatujawahi kuwa na kikundi cha wanaume. Hiki ni kikundi cha wanaume cha kwanza ambacho kimetoka kwenye nchi yetu ya Tanzania na mkoa wetu wa Songwe, na hasa maarufu kwenye mji wa Tunduma. Kwamba serikali huko tuendako isiweke tu dawati la jinsia kwa kina mama tu. Kwa sababu kuna wanaume wanaonewa, lakini uzuri wa mwanamume sio mwepesi wa kulalamika. Kwa hiyo kimekuwa kikiwakanda watu moyoni. Kwa anawaza anaweza kaamua moyo kapanuka kaondoka. Sasa Songwe tumekuja na mkakati wa kumuibua mwanaume chini kule alikoachwa, anakuja juu. Kwa mfano ukiwa kwenye harusi, mama akipokea 300,000, 100,000, mwanaume anakuja na 3 milioni. Wakifika nyumbani wala baba ana shida na shilingi 300 alitopokea mama. Lakini katokea mpaka mazingira mengine tunakuwa kama tunadharaulika. Mnafika sehemu kuna tukio lolote, tunakuta wale watu wanaoleta zawadi, basi unakuta kila kitu anasema tu kwa mke, kwa mke, kwa mke, kwa mke. Sasa kama wanaume tukaamua kuweka umoja, kwa sababu tuliendelea kuamini kwamba hata zile hela wanazopeana kina mama zinatoka mifukoni mwetu. Hata heshima saizi imerudi. Mara kwanza heshima ilikuwa hamna, tulikuwa tunaonewa sana na wanaume. Yaani kila tukiingia labda kwenye sherehe, mwanamke ndio anakuwa kwanza kupewa kipaumbele. Mimi nikiwa na sherehe basi mimi nikupiga makofi tu. Lakini tulivyoingia wanaume, heshima imerudi kwa mji wa Tunduma na mkoa wote wa Songwe. Ni kweli kabisa, pande zingine wanawake walikuwa wakiwanyanyasa wanaume, na wanawake wengi walikuwa wana vikundi vingi. Kwa hiyo mwanaume alikuwa hana haki ya kufanya, kwa sababu alikuwa hana sehemu yoyote ya kukimbilia. Lakini kutokana na tulivyoanzisha kikundi hiki, asilimia kubwa ya wanaume wanajitambua sasa hivi. Na sisi wakati wanajiunga hii grupu tuliwashauri nguvu ya wanaume isajiliwe, na tukaagiza afisa maendeleo asajili kikundi chao haraka sana, na tayari sasa hivi kishasajiliwa, kina operate kilichosajiliwa kamili. Kwa wakati mchache, ndani ya mwaka mmoja kuna wana kikundi 1100 na wanatimiza wajibu wao, kwa sababu wanafikia matatizo yote, watu wanaokufa, wanaoumwa, wagonjwa na sherehe. Sisi tuwapongeze sana viongozi, akiwepo mwenyekiti Jivava na timu yake.